Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba nimesikitishwa na taarifa ya kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francisco. Katika kipindi chote cha miaka 12 akiwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francisco ameishi maisha yake kama mwalimu na kiongozi aliyefundisha na kuhimiza ustawi wa maendeleo ya pamoja ya watu na kudumisha amani. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatuma salamu za pole kwa waumini wote wa kanisa Katoliki hapa nchini na duniani kote. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Ni pia viongozi mbalimbali wametoa salamu zao za rambirambi. Ikulu ya White House nchini Marekani imetoa salamu za rambirambi kwa kifo cha Papa katika chapisho kwenye mtandao wa X Twitter, ikisema pumzika kwa amani Papa Francis. Chapisho hilo limesema pamoja na picha Papa akikutana na Rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania, na picha nyingine ya Papa akikutana na JD Vance hapo jana. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema aliongoza mamilioni mbali zaidi ya kanisa Katoliki kwa unyenyekevu na upendo wake safi kwa wasiojiweza. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema ameumizwa sana na kifo cha Papa Francis. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk amemkumbuka Papa Francis kama mtu mzuri na mchangamfu. Rais wa Misri Abdel Fattah amesema Papa Francis alikuwa sauti ya amani, upendo na huruma. Naitwa Nesmo Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.